Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI inatekeleza mikakati mbalimbali ya kuvutia wawekezaji wa biashara ya kaboni katika mkoa wa Arusha. Hayo yamesemwa leo bungeni jijini Dodoma na Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Hamza Khamis Hamza, ambaye pia ni mbunge wa Tanzania akiwakilisha jimbo la Uzini, na kuongeza kwamba mikakati hiyo ni pamoja na kuandaa kanuni za udhibiti na usimamizi wa biashara ya kaboni za mwaka 2022 ambazo zimefanywa marekebisho ya mwaka 2023, pamoja na kuanzishwa kwa kituo cha taifa cha kuratibu na kufuatilia biashara hiyo ya kaboni cha National Carbon Monitoring Center. Pamoja na hayo, ameeleza kwamba mkakati mwingine ni kutoa elimu kwa umma kuhusu biashara ya kaboni na kuendelea kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza katika biashara hiyo. Majibu ya Naibu Waziri Khamis Hamza Khamis yanatokana na swali la Zaitun Swai, ambaye ni mbunge wa viti maalum, aliyeuliza kwamba kuna mkakati gani wa kuvutia wawekezaji wa biashara ya kaboni katika mkoa wa Arusha. Katika mwendelezo wa majibu yake, Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Hamza Khamis ameeleza kwamba kutokana na hatua hizo, taasisi na makampuni mbalimbali yameonyesha nia ya kuwekeza kwenye biashara hiyo mkoani humo, hususan katika halmashauri za wilaya ya Karatu na Monduli. Amehitimisha majibu yake kwa kuweka wazi kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kusimamia sheria, kanuni na miongozo pamoja na taratibu katika uendeshaji wa biashara ya kaboni ili wananchi wavutiwe, wanufaike na kuwepo kwa biashara hiyo. Nchini Japan kuna kituo cha kitaifa cha biashara ya kaboni kinachoitwa Japan Carbon Market, ambapo wananufaika na kupunguza gharama za uzalishaji, ushirikiano wa miradi safi na nchi zinazoendelea na uhamisho wa teknolojia ya kijani kutokana na kituo hicho. Huko nchini Vietnam wana kituo cha kitaifa cha biashara ya kaboni kinachoitwa National MRV System under MUNRI. Wamenufaika na kuanzisha soko la ndani la kaboni, kuvutia wawekezaji wa kimataifa na kupunguza uzalishaji wa viwanda. Huko nchini Marekani wana kituo cha kitaifa cha biashara ya kaboni kinachoitwa Region Greenhouse Gas Initiative kwa baadhi ya majimbo haswa, ambapo wamenufaika na mapato ya mabilioni kwa miradi ya nishati safi na kupunguza hewa ya ukaa kwa zaidi ya 50% tangu mwaka 2009. Huko Misri wana kituo kinachoitwa Egypt Carbon Credit Registry, ambapo wananufaika na kuandikisha miradi ya kijani, kuingia kwenye masoko ya hiari ya kaboni na kufadhili mipango ya hali ya hewa. Nchini Tanzania, katika kituo hiki, wewe kwa maoni yako unategemea manufaa gani hasa, ukiachana na ile ya kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini pia taifa kwa ujumla wake? Ni kwa kiasi gani unafikiri kituo hiki cha taifa hapa nchini Tanzania kitaweza kunufaisha nchi za Afrika, hasa katika upembe wa Afrika kwa maana ya Kenya, Tanzania yenyewe, Rwanda, Burundi na majirani zetu wote? Andika hapo chini kwenye comment, na hii ni Simulizi na Sauti. Mimi ni Franki Kashonde, endelea kulike na kucomment.